maisha yapo, ndio maana sisi tunaishi. Maisha yapo, ndio maana sisi tunaishi, lakini kwa wale inakuwa sivyo. Vile vile ulimwengu wa roho ni ulimwengu ambao unaishi, japokuwa hatuoni kwa macho, lakini hicho sio kigezo ambacho kinatufanya kwamba ulimwengu wa roho tuone kana kwamba haupo. Uhalisia ulimwengu wa roho upo na unafanya kazi. Lakini leo somo hili limekuja kwako kukufungua macho ya kiroho, kwa sababu uoni wa ulimwengu wa roho na macho yako ni kipofu. Lakini Mungu anataka kukufungua macho kupitia somo la siku ya leo, ili uweze kuona huo ulimwengu wa roho na uweze kutembea. Ni maelfu ya watu ambao wanatembea katika ulimwengu wa roho ingali ni vipofu. Inatisha. Kitu kimoja ambacho nataka ujifunze wewe ambaye unaandika, sio kila mtu ambaye anaenda kanisani ana macho ya kiroho, na sio kila mtu anayesali sana ana macho ya kiroho. Najua kuna kitu hujanielewa. Tukisoma katika ile sura ya 9 mstari wa 1 anasema, hata alipokuwa akipita alimuona mtu kipofu tangu kuzaliwa. Kuna mtu alikuwa ni kipofu tangu kuzaliwa. Wanafunzi wake wakamuuliza akisema, Rabi, ni yupi aliyetenda dhambi? Ni yupi aliyetenda dhambi? Mtu yoyote ambaye anatenda dhambi, ulimwengu wa roho unamtambua ni kama kipofu. Najua hujanielewa. Mtu yoyote ambaye anatenda dhambi katika ulimwengu wa roho, huyo ni kipofu, ni blind. Mtu yoyote anatenda dhambi ni kipofu. Nikurudishe nyuma kwenye kitabu cha Mwanzo ili uweze kunielewa taratibu tu. Do not panic, usipanic, utaelewa. Ukisoma katika kitabu cha Mwanzo, tunaona Adam alipewa maelekezo na Mungu, akaambiwa matunda ya mti wowote unaweza kula, lakini mti wa katikati huo usile. Mungu alikakataza. Tunaona ukienda kinyume na Mungu au kaasi, hiyo inakuwa ni dhambi, ni sin. Na ukitenda dhambi moja kwa moja, Biblia inakutambua wewe ni kipofu. Bwana Yesu asifiwe.